Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Wana Padre Pio, tunaambia Mungu ni asante kwa yote ambayo anazidi kutendeka katika maisha yetu. Tunashukuru Mungu kwa kila baraka. Tuendelee kuweka imani yetu kwa Mungu, tuendelee kuweka matumaini yetu kwake Kristo. Najua changamoto ni nyingi, ila tumtegemee Mungu. Ila tumtegemee nani? Mungu. Tunasoma kutoka Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ni ya 20 mstari wa 12 hadi 17. Wewe ndiwe Mungu wetu, waadhibu, kwani sisi hatuna uwezo wowote mbele ya jeshi kubwa kama hili linalotujia. Hatujui la kufanya, ila tunatazamia msaada kutoka kwako. Wanaume wote wa Yuda pamoja na wake zao na watoto wao walikuwa wamesimama hapo mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndipo Roho wa Mwenyezi Mungu akamjia mmoja wa Walawi aliyekuwa hapo, jina lake Yahazieli mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yeeli, mwana wa Matania, wa ukoo wa Asafu. Yahazieli akasema, sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na mfalme Yehoshafati. Mwenyezi Mungu awaambie hivi: msiogope wala msihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Vita hivi si vyenu bali ni vya Mungu. Kesho washambulieni wakati watakapokuwa wakipanda bonde la Sisi. Mtawakuta mwisho wa bonde, mashariki mwa jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita hivi. Nyinyi jipangeni tu, alafu mngoje, na mtaona Mwenyezi Mungu akiwashinda kwa niaba yenu. Enyi watu wa Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Nendeni vitani, naye Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Wana Padre Pio, tunaambia Mungu ni asante kwa siku ya leo na kwenye hili somo. Mada yetu ya leo ni vita hivi si vyenu bali ni vya Mungu. Vita hivi si vyenu bali ni vya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Wana Padre Pio, Kristo anasema vita hivi sio vyetu
bali ni vya Mwenyezi Mungu. Vita vikiwa vyako, inamaanisha ni wewe unapambana, ni wewe unapigana, kwa sababu vita ni vyako. Lakini siku ya leo Mungu anasema vita hivi, hizi changamoto ambazo unapitia, yote ambayo unapitia katika maisha yako sio ya kwako, muachie yeye akupiganie. Muachie yeye akupiganie. Changamoto zote, yote ambayo unapitia sio ya kwako. Acha Mungu uko nao kukupigania. Wewe kaikabidhi kwake Mwenyezi Mungu. Acha kung'ang'ania vita ambayo sio yako. Acha kung'ang'ania vita ambavyo sio vyako. Wakati mwingine tunang'ang'ania vita sio vyetu na tunashindwa, kwa sababu unajiingiza kwa mambo ambayo Mungu yuko tayari kukutetea. Unajiingiza kwa mambo ambayo Mungu yuko tayari kufanya nini? Kukutetea. Mwachie Mungu mwenyewe atakupigania. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana amesema vita hivi, hizi changamoto, hivi vita ambavyo unapitia kazini, kwenye ndoa, kwenye huduma, kwenye biashara zako, sio vyako, bali ni vya Mwenyezi Mungu. Sio vyako. Tusing'ang'anie vita ambavyo sio vyetu. Tuache Mungu atupiganie.
wanaotaka vita na sisi watakutana na Mungu. Kwenye somo letu la leo ni kwamba Yehoshafati alishambuliwa. Maadui walikuwa washafika katika eneo la Yehoshafati. Washafika katika eneo la nani? La Yehoshafati. Yehoshafati akamlilia Mungu, akaomba Mungu ampe mwongozo. Unapo unapokuwa kwenye shida, unapokuwa katika mashambulizi, omba Mungu akupe mwongozo. Nifanyaje? Omba Mungu akupe mwongozo. Nifanyaje kwenye hili? Na Mungu atakuongoza. Na Mungu atakupa the how. Nifanyaje? Alimsifu Mungu, akaambia Mungu hakuna awezaye kukupinga. Yaani hata kwenye vita hivi Mungu anadhihirisha. Mungu ataonekana. Mungu ataonekana. Kwa hivyo weka Mungu mbele. Unapokutana unapojipata kwenye changamoto, unapojipata kwenye aina yote ya mashambulizi, weka Mungu mbele.
Weka Mungu mbele. Wewe ndiwe Mungu wetu. Waadhibu, kwani sisi hatuna uwezo wowote mbele ya jeshi kubwa kama hili linalotujia. Wewe ndio Mungu wetu. Wewe ndio tegemeo letu. Wewe ndio Mungu wetu. Wewe ndio tegemeo letu. Tupiganie. Adui anayekuja mbele yetu ako na nguvu kubwa, ni jeshi kubwa. Kwa vile ni jeshi kubwa, tayari watakuwa na silaha kubwa, wengine wako na ujuzi mkubwa, wanajua kupambana kuliko wewe, watatuumiza. Kwa hivyo tumtumainie tu Mungu, tumtegemee tu Mungu. Hatujui la kufanya, ila tunatazamia msaada kutoka kwako. Tunategemea tu msaada kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Tunategemea msaada kutoka kwa Mungu. Ni Mungu atatuondoa katika hii shida. Wanaume wote wa Yuda pamoja na wake zao na watoto wao walikuwa wamesimama hapo mbele ya Mwenyezi Mungu, familia nzima. Tunapokumbwa na shida, tusimame kama familia nzima kumlilia Mungu. Kumlilia nani? Mungu. Na Mungu atatusaidia. Na Mungu atatuongoza. Tusiache kumlilia Mungu. Tusiache kusali. Tunapomlilia Mungu, utaona jinsi atakavyo tutetea. Ndipo Roho wa Mwenyezi Mungu
akamjia mmoja wa Walawi aliyekuwa hapo, jina lake Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeli mwana wa Matania wa ukoo wa Asafu. Yahazieli akasema, sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na mfalme Yoshafati. Sikilizeni wana Padri Pio. Mwenyezi Mungu awaambie hivi: msiogope wala msihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Mungu anasema tusiogope kwa sababu ya adui ambaye amekuja, ni jeshi kubwa. Tusiogope. Tusiogope. Mungu akisema tusiogope, anajua atafanya nini. Mungu anaposema tusiogope, anajua atafanya nini katika hii shida ambayo iko mbele yetu. Tusiogope wala tusihangaike. Kuhangaika ni kusema uanze kufanya nitafanyaje. Wewe hapana, tulia. Tulia. Kwa hivyo tusiogope wala tusihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Kwa sababu gani? Mungu mwenyewe anasema vita hivi si vyenu bali ni vya Mungu. Kama vita ni vya Mungu, inamaanisha ni yeye anaenda kupigana, sio mimi, sio wewe, ni yeye mwenyewe. Ni yeye mwenyewe anaenda kupigana. Tuache Mungu atupiganie. Tuache Mungu atupiganie katika maisha. Tuache Mungu atutetee. Tuache Mungu atuongoze. Acha kung'ang'ania hizi vita, acha Mungu atakupigania mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo vita ambavyo tunapitia mahali popote, sio vita vyako, ni vya Mungu. Wacha Mungu mwenyewe ajidhihirishe.
Acha Mungu mwenyewe akapigane. Acha Mungu mwenyewe akapigane. Kesho washambulieni wakati watakapokuwa wakipanda bonde la Sisi. Tayari Mungu ameanza hizi vita. Mtawakuta mwisho wa bonde, mashariki mwa jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita hivi. Hamtahitaji kupigana. Mimi mwenyewe nitapigana. Mimi mwenyewe nitajua nitafanya nini. Mungu anajua. Nyinyi jipangeni tu, alafu mngojee. Jipangeni tu kwa laini, alafu mngojee, kwa sababu vita ni vya Mungu. Vita ni vya Mungu. Mwenyewe atashughulika, mwenyewe atakupigania. Nyinyi jipangeni tu, alafu mngojee, na mtaona Mwenyezi Mungu akiwashinda kwa niaba yenu. Mungu atawashinda maadui kwa niaba yetu. Mungu anaenda kutupigania kwa niaba yetu. Sisi hatutakanyaga huko kwenye vita. Na Mungu anasisitiza, enyi watu wa Yuda na Yerusalemu, enyi wana Padre Pio, msiogope wala msifadhaike. Nendeni vitani, naye Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi. Tusiogope, Mungu atatenda. Mungu atatenda na atatenda kwa kiwango kikubwa sana. Vita ni vya Mwenyezi Mungu, sio vyetu. Na vile mwenyewe amesema hivyo, mwenyewe anajua atafanya nini. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu, nakushukuru kwa wakati huu. Nakushukuru kwamba umetuambia vita hivi sio vyetu bali ni vyako. Tutumie Roho Mtakatifu wa kutambua hivyo. Tutumie Roho Mtakatifu wa kutuwezesha kutambua hivyo. Tutumie Roho Mtakatifu atakayetuwezesha kusarenda vita vyetu vyote katika mkononi mwako, ili awe wewe Mwenyezi Mungu ambaye unaenda kutupigania. Vita vya kazini, vita katika familia zetu, katika ndoa, katika huduma, katika masomo ya watoto wetu, katika miradi yetu, tupiganie. Roho Mtakatifu atuondolee uoga, tusiwe na uoga wote, kwa sababu tunajua Mungu ndiye anapigana, ndiye atatupigania vita vyetu vyote. Damu takatifu Yesu Kristo iendelea kunena mema. Damu takatifu Yesu Kristo
iendelee kunena mema katika maisha yetu. Mungu tutetee, na tutetee kabisa kwa kiwango kikubwa. Tunakataa mabaya. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Padre Pio kwa maombezi yake. Padre Pio, endelea tu kutuombea. Mama Bikira Maria, zidi nawe pia kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Fadhaga, mubarikiwe sana.